Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji unayetutazama na kutufuatilia mahali popote ulipo, ninakusalimu kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nikukaribishe rafiki kwenye kipindi chetu kinachoitwa Mwanamke Inuka. Lakini leo kuna jambo nataka tuzungumze. Nataka tuzungumze na wanawake pamoja na mabinti pia. Na binti, hii zana itakufaa pia wewe ambaye unatarajia kuwa mama kwenye familia, au kwa hilo nafasi ambayo uko nayo kuna kitu unahitaji kukifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na mimi Lydia Kagisa, mtendakazi tu katika shamba la Bwana. Kwa nikukaribishe ufuatane nasi. Basi tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu mwema, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya hii nafasi ambayo umetupa kama wanawake, na umetupa neema ya kusikia na kujifunza kutoka kwako. Wewe unayeachilia maarifa na hekima yako ili vitufai katika safari tulio nayo katika kwenda mbinguni. Mungu, tunalibariki jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Tunashuka na kunyenyekea mbele zako Kristo. Tunaomba utusamee, maana kuna mahali tumekosea na tumepungua. Kuna mahali ulitamani kutukuta tukiwa tumekaa, haujatukuta. Kuna vitu ulitamani kuona tumefanya na hatujavifanya. Tunarudi kwako kupitia damu ya Yesu, tunasi rehema zako Bwana, ukaturumie. Nisamee mimi kama mtoto wako na mtumishi wako, nikikusanya kusanyiko hili na watoto wako wanawake wote mahali popote walipo wanaonitazama na kunifuatilia. Ninakusi rehema zako Kristo, ukaturumie, ukatupe neema tena ya kujifunza na kurudi kwenye nafasi, kwenye lile kusudi ambalo umetukusudia, kwa heshima na utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Amen, amen, amen. Nikukaribishe rafiki. Nikukaribishe rafiki yangu, mwanamke mpendo unayenitazama. Tumekuwa tukijifunza vingi, tunaangalia zana, tunaangalia vitu ambavyo tunatakiwa kutumia kama wanawake kusimama. Kuna vitu vingi. Tumeangalia issue ya sadaka, kuwa silaha ya kukusaidia kujenga au kulinda, kutumia ni kama silaha ya kusaidia kulinda uzao wako. Lakini leo kuna kitu natamani tukizungumze tena. Huwa tunajua ziko nafasi nyingi za mwanamke kibiblia. Ziko nafasi nyingi tu, ziko nyingi za mwanamke ambazo anatakiwa kuzifahamu, au ambazo ndio mwongozo wake kama mwanamke anaotakiwa kutembea nao. Lakini kabla ya kujua au kutafuta nafasi, lazima utafute kujua kwa nini Mungu amekuweka mahali alipokuweka. Kipindi cha nyuma nilizungumza, hatupo kwenye familia tulizopo kwa sababu tu ya matakwa ya ume zetu, kwa sababu walikuwa wanataka kuoa. Tupo mahali tulipo kwa sababu ya lile kusudi la Mungu. Amen. Kwa kama tupo kwenye lile kusudi la Mungu, tunatakiwa kujua kwamba kila kusudi, yani kila sehemu au kila nafasi ambayo Mungu amenipa ina kazi, yani natakiwa mimi kuitumia kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye uumbaji, Mungu aliumba kila kitu. Aliumba vitu vyote. Akaumba na wanyama, akaumba vitu vyote, na wanyama akawaleta mbele ya Adamu. Adamu akavipa majina. Lakini watu kisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo, kwenye kile kitabu cha Mwanzo 2:18, anasema Bwana Mungu akaona si vema mtu huyu hawe peke yake. Nataka tuzungumze hilo neno si vema. Mtu anapozungumza si vema, labda kwa tafsiri ya Kiswahili, maana yake ni si vema. Kwa tafsiri ya Kiswahili, nini maana ya si vema? Si vema maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Anasema si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Natafuta hilo neno si vema. Ina maana si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Huyu msaidizi huyu, kwa nini alitanguliza si vema? Ina maana akikosekana huyu sio sawa. Akikosekana huyu sio sawa sawa. Anapokosekana huyu sio vizuri. Yani kila alichokiumba, wakati anaumba, akaona hii kuwa ni vema, akaona jambo hili kuwa ni jema. Lakini alipofika kaumba wanyama, ndege, vyote akavileta mbele ya Adam, akavipa Adam majina, lakini akikuonekana kinachofanana naye na kinachoweza kumsaidia. Ndipo akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Alitanguliza neno si vema. Ina maana hapa hakuna usawa, hakuna sawa sawa hapa. Yaani hili jambo sio sawa, hili jambo hapa, mahali hapa si salama. Mahali hapa, yani huyu akikosekana huyu wa kumsaidia sio vizuri. Na unapozungumzia neno msaidizi, huwa tuna tafsiri nyingi huku nje. Yani kwamba huyu mtu ni kama vile hafai kitu. Huyu mtu ni kama vile ana lolote, yani kama yani labda wengi wanapenda kutumia kwamba spare tire. Hapana. Unapozungumzia msaidizi, usiwaze kwamba hiki ni kitu cha ziada. Utamani kujua kwamba anaposema nitamfanyia msaidizi, anamtafuta Mungu, anamtafuta mtu mwenye nguvu ambaye anaweza kufanya jambo likatokea. Wakati Mungu anasema si vema mtu huyu awe peke yake nitamfanyia msaidizi, kuna namna, kuna vitu alikuwa anatarajia kuviona, huenda toka amemweka Adam kwenye bustani, vikawa hivyo vitu havioni. Ndipo alipoona hapa sio salama, hapa si vema, hapa sio jambo zuri, sio vizuri hapa. Lazima apatikane mtu wa kukamilisha jambo. Kwa sababu wanyama hawakuleta chochote cha kuonyesha. Ndege hawakumsaidia Adam kuzalisha vitu. Kwa hiyo ndio maana akasema si vema. Ina maana sio sawa sawa, sio vizuri, sio salama. Anapokosekana mwanamke mahali, hakuna usalama, hakuna jambo zuri naweza kutokea. Kwa hiyo tunapozungumzia msaidizi, hatuzungumzii kiraka, tunazungumzia mtu ambaye anaweza kusababisha jambo likatokea. Chukulia mfano kwa mafundi wanaojenga. Huyu fundi amepanda juu ya ukuta, labda anaezeka. Akiwa kule juu hawezi kufanya chochote huko chini. Anamtegemea huyu aliyoko huko chini ili aweze kumsaidia kukamilisha hicho anachotakiwa kukifanya hapo juu. Kwa hiyo huwezi kuleta mtu ambaye uweze kuleta mtu wa kusaidia ambao unajua kwamba hawezi kunisaidia hiki kitu ninachotakiwa kukifanya. Kwa hiyo mwanamke tunapozungumzia kwamba ni msaidizi, ni mtu mwenye nguvu. Na tungelijua hili, wala huko duniani tusingesikia hizo sauti za kwamba tunatafuta 50-50. Unatafutaje 50-50 wakati vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yako ni zaidi ya hiyo 50-50 ambayo unaitafuta huko nje? Ni kutokujua kwamba kwa nini mimi ninaitwa msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mtu fundi yuko juu ya dari, labda anapaua, labda anajenga, anahitaji mtu mwenye nguvu ambaye anaweza kunyanyua zile mbao kumsogezea, anaweza kusogeza zile bati, anaweza kufanya nini? Anahitaji mtu mwenye nguvu. Kwa hiyo sio kiraka. Huyu ni mtu mwenye nguvu, kwa sababu kupitia huyu tutaiona nyumba imeezekwa. Kwa sababu zile tofali atakazonisogezea, zile bati atakazoinua, zile mbao atakazosogeza, ndizo zitasababisha hili jambo litokee. Lakini fundi peke yake akiwa juu, hawezi ana uwezo wa kuinama kuchukua kitu huku chini. Kwa hiyo mwanamke unapoitwa msaidizi, jijue kwamba wewe ni mtu mwenye nguvu, usijidharau. Usijione kwamba wewe haufai kitu. Na nafasi yako mwanamke, nilizungumza hata kipindi cha nyuma kwamba mwanaume ni kichwa, amefananishwa na Kristo, lakini mwanamke amefananishwa na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Ngoja nikutafutie huo mstari kwa sababu mara zote nilikuwa nikiuzungumzaga watu wananiangalia ndivyo sivyo. Ngoja nikuonyeshe ule mstari. Ni kitabu cha Petro wa kwanza. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, nitasoma kuanzia mstari wa 7, anasema hivi: kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama mrithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana na wenye kupendana, kama ndugu wastahimilivu, wanyenyekevu, na watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka. Ngoja natafuta kukuonyesha hapa. Nasema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu. Hapa ndipo wanawake watu tunakosea. Anaposema kama chombo kisicho na nguvu, sio kukosa nguvu. Mwanamke asili yake ni mtu anayepondeka haraka, ni mtu anayeumia, yani akiumizwa anaumia, yani anaumia. Ndio udhaifu ambao mwanamke anao. Kwa hiyo
asipokaa na wewe kwa akili, unapoumia, ina maana maombi yake hayawezi kufanya nini? Hayawezi kujibiwa. Kwa hiyo sio kwamba ni chombo kisicho na nguvu, kwamba huna nguvu yoyote ya kufanya jambo. Anasema hivi, kumpa mke hekima kama chombo kisicho na nguvu na kama mrithi pamoja na neema ya uzima. Ni neema ya uzima. Pasipo na Roho Mtakatifu hakuna uzima. Kwa hiyo mwanamke amefananishwa, amepewa nafasi kama ya Roho Mtakatifu. Na sio tu hivyo, Yesu alisema siwaache ninyi yatima, ninawaachia msaidizi, ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwanamke anaitwa msaidizi. Ndio maana nakwambia amepewa nafasi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke sio dhaifu, sio chombo kisicho na nguvu, kwamba ni nguvu ile, yani kwamba hana uwezo wa kufanya jambo. Ila kule kuumia kwake, kupondeka kwake, ndiko kunakopelekea aonekane kwamba ni dhaifu. Kwa sababu ukimuumiza mwanamke anapoumia, akakaa na uchungu, analia, anaugua moyoni, inampelekea kusababisha maombi ya mwanamume kutokujibiwa. Amen. Ndio maana wameambiwa waishi na sisi kwa akili. Ninachotafuta kukwambia ni kwamba hivi, ujitambue kwamba wewe ni mwanamke ambaye mahali popote ulipo panatakiwa patokee jambo. Panatakiwa patokee jambo. Kwa nini anatakiwa kutokea jambo? Mwanamke anafananishwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipotulia kwenye vilindi vya uso wa maji, akasema ikawa, ndipo vitu vikaanza kutokea. Ni baada ya Roho Mtakatifu kuwepo. Kwa hiyo mwanamke mahali popote unapokuwa anatakiwa kutokee jambo. Sasa inategemea ni jambo zuri au baya. Ni vile utakavyo wewe unaikuwepo pale mwanamke unaamua kufanya nini? Ni nini unaamua kuzalisha kama mwanamke mwenzetu wewe alivyoulizwa, ni nini hili ulilofanya? Kwa hiyo alifanya lile ambalo hakutakiwa kulifanya. Kwa hiyo mwanamke mahali popote ulipo natakiwa jambo lionekane, kwa sababu si vema, si sawa sawa, sio vizuri. Lakini akiwepo lazima tuone kitu ambacho kinaonekana. Adamu wakati anavipa majina vile viumbe, hakukuwa na kitu cha kufanana naye wala cha kumsaidia. Kwa hiyo wakati ambapo vinaumbwa vitu vyote na viumbe vile vikawepo, mpaka Mungu anakuja kusema si vema, ina maana hakukuwepo na utosherevu. Yani bado kulikuwa kuna pwaya, hakuna jambo ambalo limetosheleza, hakukuwa na ukamilifu. Ndio maana mwanamke ameumbwa baada ya vingine vyote. Hakukuwa na ukamilifu. Kumekuja kukamilika baada ya mwanamke kutokea. Na hakukuwa na usalama, kwa sababu mwanamke ndiye mlinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukawa mahali wanawake 10, lakini yani wanaojitambua kwamba nafasi zao au wao ni akina nani wakawa wachache, au 2 kati yao 10, au 5 kati yao 10. Na ndio maana hata mwanamke mwenzetu Esther alipokuwa huko kwa Uswero, hakujua kwa nini ameenda huko. Ina maana hakuitambua nafasi yake. Kuna kitu ambacho nataka nizungumze na wewe mwanamke. Kwa nini nazungumza haya yote? Wewe msaidizi aliyepewa nafasi ya kusaidia, kuna vitu ambavyo amepewa ndani yake vya kumsaidia kutimiza kazi yake aliyopewa. Uwezi kwenda kusaidia ukiwa huna nguvu. Kuna kitu wanawake ambacho kimezoofisha vitendea kazi vyetu huku ndani, au vinafisha ule uwezo wa kiungu ndani yetu. Wanawake wengi mioyo yao imebeba uchungu na huzuni. Uchungu na huzuni umedhoofisha uwezo wa wanawake. Umezoofisha utendakazi wa wanawake. Umezoofisha uwezo wa wanawake. Vitu ambavyo vitakiwa vitokee mahali tulipo havitokei. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule uchungu. Ngoja nikusomee huu mstari kwenye kile kitabu cha Isaya 38 mstari wa 15, anasema, niseme nini? Yeye amenena nami, na yeye mwenyewe ametenda haya. Nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Nitakwenda polepole kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Mara nyingi huwa wanasema kwa nini wanawake wanadondoka mapepo? Wanawake shetani ndiye anayewapenda. Ni kweli, sikatai, lakini nataka nikwambie, ni nini kinampa shetani mlango kuingia kwa wanawake? Ni nini? Ni kwa sababu ya ule uchungu tunaobeba. Na uchungu umefisha ule uwezo. Hakuna mwanamke kapi, hakuna mwanamke ambaye ana vitu vya maana. Uweze kuitwa mjenzi, msaidizi, muombolezaji, mlinzi ukiwa huna zana za kujengea.
Hivyo vitu vyote hauwezi kusema kuambiwa kwamba wewe ni msaidizi ukawa una nguvu za kusaidia. Ni nini kimezofisha? Nini kinakupelekea wanawake tumeonekana kama vile tupo tu? Na ndio maana unajikuta wengine tumebeba na mabango, tunatafuta 50-50, tunatafuta haki sawa. Haki sawa za wapi wakati wewe vitu ulivyowekewa ndani yako ni vikubwa? Ni kwa sababu hatujajua hizo nafasi zetu. Lakini kikubwa kilichotufisha ni uchungu. Mwanamke nakwambia, inuka hapo, ondoka kwenye uchungu, kwa sababu huo uchungu ulioubebelea umepelekea kwenda wewe polepole, kumefisha vitu vyako, kumefisha ile nguvu yako ya ndani, kiuchumi, kinguvu, kiafya. Wanawake wana magonjwa mengi ni kwa sababu ya uchungu walioubeba ndani yao. Kwa hiyo nimekuja kukuongea na wewe mwanamke, anaposema si vema, ina maana si sawa sawa, si salama. Anasema sio vizuri, sio sawa sawa, sio salama. Mwanamke anapokosekana hakuna utosherevu, hakuna usalama, hakuna ulinzi. Kwa sababu gani? Huyu si vema mtu huyu awe peke yake. Ina maana mwanaume peke yake hawezi kuachilia utosherevu. Ili kitu kitokee, kionekane, mambo yaanze kuonekana, lazima aonekane mwanamke, kwa sababu ndiye anayeweza kusaidia. Sasa tumeshindwa kuzalisha vitu, tumejiona dhaifu, tumeanza kwenda polepole. Kuna watu walikuwa mko vizuri, mnaenda kiutumishi, kwenye biashara, kwenye familia zenu, hata mtu akija kwako anaona kwa kweli hapa kuna mwanamke, lakini hivyo vitu vyote vimedumaa, vimerudi nyuma kwa sababu ya uchungu. Ni wenda ulikosewa, ni wenda uliumizwa, ni wenda ulifanya nini? Na kuambia mwanamke, inuka, jikungute mavumbi, songa mbele, kwa sababu kile Mungu amewekeza ndani yako, Mungu hatataka hata nyamaza kukiuliza kwako kwa sababu ya kwamba uliumizwa. Mungu anachotaka, anataka matokeo, anataka majibu juu ya kile alichokiweka ndani yako, kwamba nilikupa hii nafasi, umenizalishia nini? Huwezi kusema niliumizwa, mume wangu alinisaliti, watoto walikuwa wananisumbua. Hiyo kwa Mungu sio kazi yake, kwa sababu atakwambia ulikuwa wapi mpaka hayo yote yanatendeka. Kwa hiyo ni kusi mwanamke mwenzangu, inuka, jitie nguvu. Hiyo roho ya kuchungu ikuachie. Achilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Mwambie Mungu, nipe nguvu za kunyanyuka tena, kwa sababu uchungu umekupelekea uende polepole. Hakuna kitu unachokifanya kwa haraka. Kuna watu wengine mpaka mmejikinai, kuoga tena mpaka usukumwe, kujipenda tena hakupo. Ni kwa sababu ya uchungu na huzuni. Wengine mtu anashinda tu amejifungia ndani. Unajikuta mtu ana misongo ya mawazo. Ni kwa sababu ya ule uchungu ulioujaza ndani yako. Uchungu unaua, uchungu unafisha, uchungu unaharibu ubora wa mtu, uchungu unadhoofisha afya ya mtu, unaachilia mbegu ya magonjwa, mauvimbe. Na kuambia mwanamke, inuka, ondoka hapo mahali ulipo. Wewe Mungu anakuamini, kwa sababu wewe ukiwa mahali ndo kuna utosherevu, ndo kuna ulinzi, ndo kuna usalama. Anategemea vitu kutoka kwako. Ondoka hapo mahali ulipo, jikungute mavumbi, kataa kubaki mahali ulipo, jipende, nyanyuka tena, kwa sababu Mungu anakupenda zaidi ya ambavyo vitu vingine hivyo. Hakuna ambaye ni asili ya furaha yako. Asili ya furaha yako ni Kristo. Kwa hiyo jiconnect na Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayeweza kukupa furaha. Ulimwengu hauwezi kutunyanyua mahali tunakotakiwa kwenda. Yesu alikwisha kutuonya akasema, duniani mnamo dhiki, jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo haya ya huku nje yasikuzofishe, songa mbele, kwa sababu anasema amani yangu nawapa. Tafuta amani yako kwa Kristo. Sio mwanadamu anayeweza kukupa amani, sio mwanadamu anayeweza kukupa furaha. Furaha tunaipata kwa Bwana Yesu. Na Mungu wa mbinguni akubariki mwanamke mwenzangu. Inuka, jitie nguvu, ondoka kwenye hiyo hali ya uchungu iliyokushikilia, iliyokukandamiza, iliyofisha uwezo wako, kwa sababu kupitia wewe Mungu anataka aone matokeo, anataka aone vitu vinatokea mahali popote utakapokuwa. Na usikae kutafuta tu ya 50-50. Vile ambavyo Mungu amewekeza ndani yako ni zaidi ya hiyo 50-50 unayoitaka, kwa sababu kupitia wewe ndio tunaona utosherevu, ndio tunaona ulinzi, ndio tunaona usalama. Kwa Mungu wa mbinguni akubariki mwanamke. Inuka. Kama ulikuwa umechoka, umedhoofika, umekata tamaa, Roho Mtakatifu akuinue tena siku ya leo, akutie nguvu uweze kuanza upya. Kataa roho ya uchungu. Uchungu unaua. Uchungu na maumivu ya nafsi yanazalisha magonjwa, yanazalisha mateso, yanaleta maumivu ya moyo. Kuanzia leo na kusi katika jina la Yesu, simama mwanamke, kataa uchungu. Magonjwa mengi, mauvimbe unayoyasikia ni kwa sababu ya uchungu na maumivu tulionayo. Yesu Kristo alitoa hayo yote na alisema, njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Ni nini kimekulemea mwanamke mwenzangu? Ni nini kinakutoa machozi? Ni nini kinakusumbua? Kipeleke kwa Bwana Yesu, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kukibeba, ila Yesu aliyabeba hayo
yote. Mwanadamu anaweza kukuchoka, lakini Yesu hatuchoki, na ndio maana anatuita na alitupenda tukiwa wadhaifu. Usiseme mimi labda niliyoyafanya, namna nilivyo na nitakwendaje. Nenda hivyo hivyo ulivyo na manyonge yako, na ndivyo atakavyokubeba na unyonge wako. Mungu wa mbinguni awabariki na walinda, watunze wanawake wenzangu pamoja na wanawake, vijana, mabinti. Hakikisha ukai na uchungu. Sijui boyfriend ameniumiza, sijui rafiki amenichukulia boyfriend wangu, unabaki na mauchungu, unajidhoofisha, unaugua, unateseka. Aliyeondoka muacha aende, simama, endelea mbele na Yesu Kristo atakuwa pamoja na wewe. Amen. Ulikuwa na mimi Lydia Kagisa, tenda kazi katika shamba la Bwana. Nikusihi katika jina la Yesu nisaidie kushare, watumie na wanawake wengine wanyanyuke mahali walipo. Usiache kuwashirikisha wengine vipindi vyetu kadri tunavyotuma, ili na watu wengine wapate kufaidika. Roho Mtakatifu anapoachilia kitu ndani yangu, ninaona tushare wengi ili tuweze kuinuka. Wanawake, inuka, usiendelee kubaki hapo na uchungu. Uchungu utaua, utaacha watoto wako wakiwa wadogo, malengo yako hayatatimia. Ili utimize malengo yako na uweze kusimama kuwa baraka, ni pale utakapoachana na uchungu na maumivu. Pahali ambapo utaumia, lia, maliza, jikungute mavumbi, inuka, endelea mbele katika jina la Yesu. Amen.